ulivyomwona Al Ahly anakuja kucheza dhidi ya Yanga, unadhani itakuwa ni mechi namna gani kulinganisha quality ya timu hizi mbili kwa kipindi cha hivi karibuni? Of course mimi naweza nikasema kwamba Yanga anaweza akamudu energy ya wao bwana, kwa sababu Yanga ana asili ya viungo wengi na wanatembea. Hali ukicheza nao mpira wa slow na wako nyumbani, wewe upo nyumbani, ina maana wao wanalizika na ile wanaingia kwenye kopi yako, wanafurahia mchezo wa slow na pasi fupi fupi, kwa sababu wao ndo mfumo wao. Simba aliingia hivyo. Simba inatakiwa place hawa kwa speed kali, na hawa ndo wanavyoitakiwa ucheze nao, lakini ukienda nao slow nao wanataka kopi kama hiyo, mwisho wa siku wao wanataka sare tu kama leo. Wamefurahi, nafikiri umeona mwenyewe. Mimi naamini Yanga wanaweza wakacheza tofauti, kwa sababu leo kocha nafikiri alikuwepo, management Yanga alikuwepo, wamekopi kitu, wameondoka na kitu kujiandaa na mechi yao ya makundi. Mpira kwanza ulikuwa, tunamshukuru Mungu tumepata matokeo ya sare ya 2-2, mpira umekwisha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mpira ulikuwa mgumu, mpira ulikuwa na tension kubwa sana. Tunashukuru kwa matokeo ambayo tumeyapata, lakini ndio hivyo, tupo nyumbani, tumepata sare ya goli 2, hatujui game inayokuja itakuwaje. Zigo ni mkubwa kama vita ya Israel na Palestina. Of course, kwa sababu kuna wakati mimi nasimama mbele ya media na laumu kwa mawazo yangu mimi binafsi kwamba kocha kwa mimi binafsi simuelewi, lakini kuna watu wanakuja na hoja tofauti, wanaona kama mimi mamluki, lakini unaenda kuiangalia Simba hii ya leo inapambana na giant mkubwa katika bara la Afrika, ni timu ya pili kwa vikombe duniani. Haitaki uende kwa majaribio kwamba Cape Dennis umweke katikati, asili yake ni wings pembeni, anatokea akiwa pembeni. Leo hii tuna mastreka wengi wako nje, unamweka unamwanzisha Kibu. Japo ni mfumo ambao yeye ameona kwamba unaweza kwenda kumsaidia, lakini kwa mimi sielewi Simba hii tunakwenda wapi. Umeelewi kivipi wakati mnasema kuwa this is Simba brother, kwa Mkapa atoki mtu? Of course, kwa sababu unaiangalia timu kama ya Simba ina concede sana kila mechi. Imeshacheza mechi nyingi. Angalia kwenye ligi ya NBC, tumecheza mechi 5 za ligi. Tumeconcede goli 4, ina maana ni wastani wa kila goli moja kila mechi. Kwa hiyo ni makosa madogo madogo ambayo yanajiendeleza ndani ya Simba pale, na ndio maana tunaadhibiwa mechi kama vile magoli mepesi ambayo tunafungwa. Magoli ya kawaida mno ambayo sielewi ni kwa nini kocha anashindwa kukaa na vijana wake kuwaelezea haya makosa madogo madogo kwenye defense yanajirudia, ni kwa nini mimi sielewi. Nani sasa apewe lawama kwenye swala zima la kuruhusu magoli, mabeki au kocha? Of course kocha anatakiwa, kama kuna mfumo ambao yeye anawafundisha wachezaji wake umekataa, unabadilisha mfumo. Sijui unanielewa. Kwa hiyo hii mimi naona kabisa kwamba kuna vitu fulani ndani ya Simba vinakosekana. Aidha kocha wa viungo anashindwa kuwapa wachezaji wake kitu, au la kocha mwenyewe anashindwa kufikisha kwa wachezaji. Hapo ina maana management nzima lazima iangalie hivi vitu vinajirudia, na mimi nakuhakikishia brother, tusipokwenda kwa discipline kule, aibu itakayotukuta kule Mwenyezi Mungu ndo anajua. Lakini kuna ukuta wa Jericho amerudi tena, Inonga Baka beki tegemezi, bado mna wasiwasi wana Simba? Of course, angalia kuna wing moja alikuwa anaitwa Reda Slim, yule amesumbua sana, kasumbua mno, kwa sababu Mixon alikuwa unamuona anapokuwa na mpira, akipokonywa mpira au akipoteza mpira anatembea. Ina maana anampa kazi kubwa sana Kapombe na Mzamiru kuingia kwenda kuziba sehemu ambayo iko wazi. Kwa hiyo Mzamiru ametumia energy kubwa sana kipindi cha kwanza, na ndio maana kocha alifanya mabadiliko kumbadilisha kuingia Kanuti. Alichoka, alitumia nguvu kubwa, lakini yote hayo ni Mixon juu alikuwa hatembei. Akipoteza mpira yeye anatembea, yani kama vile anakwenda kwenye harusi. Kwa hiyo hivi vitu mimi nasema kabisa kwamba Mixon kwa sasa hivi anatakiwa atafute fitness ili aingie kwenye ushindani. Bado Mixon yule ambaye tulikuwa tunamuita Konde Boy sio huyu sasa hivi, anatakiwa aingie kwenye ushindani. Tunampa pressure kubwa kwa sababu kocha mwenyewe alikiri kwamba Konde Boy amerudi ana weight kubwa. Sasa hivi amemwandalia programu ya kumpunguza uzito na pia anamtafutia fitness ili arudi kwenye ushindani. Kwa hiyo mimi nahisi kabisa sasa hivi Mixon inatakiwa asipewe dakika za mwanzo, apewe dakika za mwisho za kumalizia 15-20 zinamtosha ili kurudisha kiwango chake. Matumaini ya mnyama kuendelea mbele kwenye michuano hii unaiona kwa asilimia ngapi? Huu ni mchezo wa mpira wa miguu, una matokeo ya kikatili sana. Kwa hiyo siwezi kutabiri kwamba Simba ndo ametoka au Al Ahly ametoka. Hayo ni mapema sana. Tusubiri tuone, haijaisha mpaka aishe. Dakika 90 ndio tutaamua nani anakwenda.